gani kwa ajili ya Bwana iwe zaidi. Acha Mungu asikie kelele zako jioni ya leo. Acha mbingu zisikie kelele yako jioni ya leo. Hallelujah. Oh yeah. Oh yeah. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kipekee sana kwa ajili ya nafasi ambayo ametupa ya kuweza kurudi tena Kigoma. Hallelujah. Na ni vizuri kuwaona, nimefurahi sana kuwaona kwa kweli. Ninamshukuru pia mtumishi wa Mungu, pastor na baba wa nyumba hii, Reverend Amon. Asante sana kwa kunileta tena. Hallelujah. Yes. Pamoja na mama, nimefurahi kukuona baada ya muda mrefu, na sisi kanisa kwa ujumla wetu, mchungaji wangu ninayempenda Agustino, mtakatifu wa Bwana. You guys, hongereni sana kwa kazi nzuri. Hongereni kwa wiki bora. Hallelujah. Lakini huyu ni mwalimu wangu na ni kiongozi wangu wa muda mrefu. Mara nyingi watu wananiambia, rafiki yako wa jambo. Nawaambia hapana, sio rafiki yangu. Sio rafiki yangu. Sio rafiki yangu, ni kiongozi wangu. Bwana asifiwe. Ninashukuru kwa kuendelea kunipenda na kuendelea kunisaidia kwa kadri tunavyoendelea. Asante kwa kuendelea kufungua moyo wako kila wakati tunapokutana. Hata kwa mazungumzo ya dakika chache tu umekuwa ukiyajenga maisha yangu, na hiyo ina maana kubwa sana kwangu. Asante kwa kuwa mtu wa upendo na mtu wa kujali wakati wote. It's so good to have you. Naomba ukae ukimtarajia Bwana. Ninayo furaha na heshima kubwa kuweza kukuletea neno la Mungu. Hatuna kitu kingine kinachotupa ujasiri na sababu ya kujivuna zaidi ya neno ambalo Mungu ametupa. Nitakuwa nikizungumza na wewe kwenye session yetu ya leo. Nimeangalia theme yetu kama vijana kwenye hii wiki inasemaje? Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Sema na mimi, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Nikusikie tena, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Sema na mimi, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa hivyo nataka niongee na wewe jioni ya leo habari ya msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu. Kupokea na kutembea katika msaada wa Mungu. Kupokea na kutembea katika msaada wa Mungu. Kuna kitu kinaitwa msaada wa Mungu na ni halisi kabisa. Mungu huwa anawasaidia watu. Amenisaidia mimi na ninataka kuamini kwa kiwango fulani kwenye nyakati tofauti tofauti za maisha yako, kwenye matukio tofauti tofauti ya maisha yako, amekusaidia wewe. Sababu kwa nini anatuletea hili neno leo ni kwa sababu kuna msaada zaidi ya ulivyoupata. Kuna msaada zaidi ambao umeshauona. Anataka kukusaidia zaidi ya ambavyo amekusaidia. Kwa mujibu wa hili andiko, anasema watu wanaweza kutenda makuu kwenye maisha yao kama tu wamesaidiwa na Mungu. Makuu ambayo wasingeweza kama wangejitegemea wenyewe. Makuu ambayo wasingeweza kama ingekuwa ni kwa nguvu ya elimu zao, nguvu za uzoefu wao na kingine chochote, wasingeweza. Lakini kwa sababu Mungu amewasaidia wakatenda makuu. Anasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Hakuna mtu anayesaidiwa na Mungu ambaye hayuko kwenye listi ya wanaoweza wakatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Elimu yako inaweza kukusaidia kufanya baadhi ya vitu.
connection ulizonazo zinaweza kukusaidia kufanya baadhi ya vitu. Nguvu nyingine yoyote ulionayo inaweza kukusaidia ikakupa mileage kwenye baadhi ya vitu, ukafanya baadhi ya vitu. Lakini maandiko kuna kitu yanakiita makuu, exploits. Yanayotajwa kuwa ni makuu ni yale ambayo hayawezi kufanyika kwa elimu, hayawezi kufanyika kwa uzoefu, hayawezi kufanyika kwa kusaidiwa na watu. Ni mambo ambayo mtu anaweza akayafanya kama tu amesaidiwa na Mungu. Ninakuombea kwenye hii wiki tunavyoendelea, msaada wa Mungu uje juu yako katika jina la Yesu. Akupe neema ya kuweza kutenda makuu katika jina la Yesu. Akupe neema ya kuweza kutenda makuu katika jina la Yesu. Akupe neema ya kuweza kutenda makuu katika jina la Yesu. Watumishi wa Mungu, msaada wa Mungu unapokuja juu yako, mapungufu yako yanaacha kuwa ni factor, yanaacha kuwa ni kigezo. Watu wote ambao wamefanya mambo makubwa katika ufalme wa Mungu, si kwa sababu walikuwa na nguvu sana, si kwa sababu walikuwa hawana mapungufu, lakini tofauti yao ni kwamba walikuwa na kiwango kikubwa cha msaada wa Mungu. Kiwango kikubwa cha msaada wa Mungu ndio kinachohakikisha matokeo makubwa kwenye maisha ya mtu. Na kwa namna ninavyokuona, ninashawishika ndani ya moyo wangu kwa kadri neno lilivyosema, wewe mwana wa Mungu umekusudiwa kutenda makuu. Na kama hiyo ni kweli, basi upokee msaada wake leo katika jina la Yesu. Kama uko na mimi sema amen. Warumi sura 9 mstari wa 15 kuelekea 16 anasema, maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuye, nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye. Sema na mimi, sio uwezo wa kutaka. Anasema wala wa yule apigaye mbio, bali wa yule arehemuye, yani Mungu. Bwana asifiwe. Mungu anasema hivi, mimi nina tabia ya kuchagua watu. Nikichagua mtu kwamba nitamrehemu, hata watu wangesema nini, hata mazingira yangesema nini, maadamu ni uchaguzi wangu kumrehemu mtu, nitamrehemu. Maadamu ni uchaguzi wangu kumbariki mtu, nitambariki. Na mpaka Mungu ameitisha hii wiki ni kwa sababu amechagua kukubariki. Mpaka Mungu ameitisha hii semina ni kwa sababu amechagua kukuinua. Anasema nikichagua kumrehemu mtu, nitamrehemu. Nikichagua kumbariki mtu, nitambariki. Nikichagua kumuinua mtu, nitamuinua. Swali, hii ina maana gani? Ina maana kwamba hata ungejitahidi vipi, kama Mungu hajakuchagua, hautaona matokeo. Kwa sababu anasema hivi, mimi namrehemu nayetaka kumrehemu, ninamuinua nayetaka kumuinua. So kama uko hapa labda unawaza, je, nimechaguliwa kurehemiwa? Nimechagua kuinuliwa? Nimechaguliwa kutendewa mambo makuu? Ngoja nikwambie moja ya ishara inayoonesha kwamba umekusudiwa jambo fulani na Mungu. Unanisikiza mtumishi wa Mungu? Chochote ambacho unasikia shauku nacho, na sio shauku ya kimwili, ni shauku ya kiroho, sijui nielezeje. Yaani hivi, Mungu anapokutamania jambo, mtumishi wa Mungu, moja ya tabia zake ni kuweka yale matamanio alionayo juu ya hilo jambo ndani ya moyo wako. Kwa unaanza kujikuta na wewe unalitamani. Haulitamani kwa sababu yako wewe, unalitamani kwa sababu ndo kitu ambacho Mungu anataka kwenye maisha yako. Kwa kule kutaka kwake ameweka ndani ya moyo wako. Unanisikia mtumishi wa Mungu? Kwa kama uko hapa na ndani ya moyo wako umeanza kumwamini Mungu kufanya mambo makubwa, wakati unapomwamini Mungu kufanya mambo makubwa, yako mazingira mengi sana yanayokuzomea na kukuambia kwamba haustahili hata kidogo kudhani kuwa kuna jambo lolote la maana linaweza likatokea na maisha yako. Mazingira yanakuzomea, hali zinazoendelea zinakuzomea, lakini ndani ya moyo wako kuna namna hivi, kila ukijiangalia unaona kama vile wewe ni mtu uliyekusudiwa zaidi ya ambayo unayo sasa hivi. Unaona kama vile umekusudiwa kufanya vitu vikubwa. Nataka nikutie moyo kwamba hizo shauku unazokuwa nazo ndani yako, zinazokinzana na mazingira mengine yote, ni shauku ambazo Mungu anazo kwa ajili yako. Unajisikia na kutaka kufanya mambo makubwa kwa sababu umeandikiwa na Mungu kufanya mambo makubwa. Ndivyo anavyotaka kuhusu wewe.
Ndivyo anavyotaka kuhusu wewe. Kwa sababu kwa namna ya kawaida ungechagua kujikatia tamaa na kujichukulia kuwa ni mtu tu wa kawaida ambaye hautafanya vitu vyovyote vya maana na maisha yako. Lakini kwa sababu fulani ambazo hata wewe hauzielewi, kila wakati ukikaa na kufikiri habari ya maisha yako, unajiona lakini mimi nitafanya vitu vikubwa kwenye haya maisha. Nitafanya vitu vikubwa kwenye haya maisha. Mazingira yanakinzana na wewe, uhalisia unakinzana na wewe, lakini ndivyo ilivyowekwa kwenye moyo wako. Hekima yake kwa namna anavyoyapima mambo na kusudi alilonalo na maisha yako na kule ambako anataka kukupeleka, kuna wakati kabisa kwa mapenzi yake mema kabisa, kuna vitu anaweza kuvizuia kwenye maisha yako. Amini na kuambia, kuna watu unaweza ukawa umemuombaga Mungu kwamba akupe, lakini Mungu aliona huyu ili awe salama kwenye kusudi langu na afike mahali ambapo ninataka aende, nitamzuilia asiwe na huyu mtu. Kwa unapoona Mungu hajakupa, unahesabu kama ni hasara, lakini Mungu anavyoona kwamba yule mtu hajaja kwenye maisha yako, anahesabu kuwa ni faida, kwa sababu kama yule mtu angekuja, angefungua milango mingi ya uovu kwenye maisha yako. Kuna mambo mengi tunayang'ang'ania na kutaka tungekuwa nayo. Mungu anapoangalia anaona zile ni tamaa tu zetu za mwili, kutaka kuwa na vile vitu, lakini kwa hesabu zake pana lile jambo lingeruhusiwa, ingekuwa ni hasara. Kwa ni vizuri wakati mwingine kumwambia Baba, asante hata kwa ajili ya yale ambayo nilikuomba na haukunipa, kwa sababu kwa hesabu zako uliona kwamba nikiwa nayo hayatanifaa. Unanisikia mtumishi wa Mungu? Watu wote walio kwenye ndoa leo na wanalizwa, hawakuanza kama watakaolizwa baadaye. Wengine Mungu alijaribu kabisa hadi kuwaonya kwamba wewe huyo mtu sio mwenyewe. Sasa kwa kweli hapo Mungu utanisamehe. Hapo Mungu utanisamehe. Zuia vitu vingine lakini sio huyu mwamba. Siwezi kulala. Nakumbuka siku moja alikuja mtu kanisani, akamwambia mzee wetu, akasema, Bwana ameniambia huyu ndo mke wangu. Mzee akamuuliza, umewahi kumsikia Mungu kwenye jambo gani lingine kabla? Yaani wewe hujawahi kumsikia Mungu kuhusu chochote kwenye maisha yako. Cha kwanza ambacho umemsikia nacho Mungu ni mke wa kuoa. Hujawahi kumsikia Mungu akikuongoza kwenye kitu kingine chochote, ni kwenye issue ya mke tu. Mzee akamwambia, sidhani kama huyu ni Mungu, kwa sababu huyu mtu mimi namfahamu. Huyu mtu anayesema Bwana amekuonesha, kama ni Mungu ambaye mimi namtumikia, I know, kwa sababu mimi Mungu ameniambia vitu kuhusu huyu mtu. Sikia sauti nakwambia, huyu ndiye Hawa wako. Sasa unajua wakati mwingine sio kwamba watu hawakuota, waliota kabisa. Unajua kumwambia mtu ambaye, nyie watumishi wa Mungu mnaelewa, mtu ambaye aliota ndoto ambayo hajawahi kuota, yani ilikuwa ni ya pekee sana, anasema, Baba huelewi tu, nilijiona niko na yule mwanamke, tuko madhabahuni, wingu lilikuwa limetufunika. Haleluya. Unajua hizo stories zote tunazoongea hizo sio kwamba ni uongo, inawezekana ni kweli kabisa zilitokea, ila zilizalishwa na nini? Upendo alionao juu ya yule mwanamke. Yana anampenda kiasi kwamba kila akikaa hivi. Haleluya. Hamjapenda eti hamjai kupenda nyie. Watu wa mbinguni nyie watakatifu kabisa. Haya mambo ya mwilini haya. Nimeanza vibaya mahubiri, naongelea mambo ya mwilini. Watu tunataka mambo ya mbinguni eti. Praise the Lord. So mtu kama huyu na hiyo experience ambayo amewahi kuwa nayo, anasema mimi kwanza siotagi ndoto, lakini hiyo niliota. Na nilikuwa nasikia vitu, nasikia wingu kabisa kwenye ndoto. Umewahi kusikia wingu kwenye ndoto wewe? Mtu alikuwa anasikia wingu yani kabisa hivi, atmosphere kabisa kwenye ndoto. Kila kitu kimemshawishi kwamba huyo ni ndio, lakini Mungu anaanza kumshawishi kumwambia, hapana mwanangu. Kila namna ambayo Mungu anaitumia, inakataa. Unajua unapofanya makosa kwenye mambo makubwa kama hayo ya kimaamuzi, Mungu kwa rehema zake huwa anatumia vitu vingine vingi sana kukusaidia kujua kama mwanangu unakosea. Mtu mmoja alikuja kwangu akaniambia, baba nataka kumwoa huyu mtu, lakini moja ya kitu ambacho kinashtua ni kwamba kila mahali ambako ninaenda kueleza habari zake hana kibali. Nikamwambia, kwa hiyo umefanyaje? Anasema, nimekuwa nikivunja.
hii roho ya kukataliwa, hii roho ya nuks, ninavunja, ninaseta, ninatamka roho ya kibali juu yake. Yaani moyo uliokaza, umekaza. Tukisikia sikio la kufa, alisikia. Kwa sababu unaweza kaona huku kote anakoenda, kule kukosa kibali, inawezekana kabisa ni Mungu anatumia yale mazingira kuongea naye. Mungu anatumia mazingira kuongea naye. Na siwezi kuishi bila huyu mtu. Unaumwa wewe, una matatizo makubwa. Una matatizo makubwa sana. Baba yako wa imani Ibrahimu alipojikuta yuko mahali pa kutaka kufa kwa sababu ya mwanamke. Sio mwanamke, mke wake. Achana na huyo mpenzi ambaye umekutana naye hapo, hamna hata mtu anamjua. Wazee wa kanisa hawamjui, mchungaji hamjui, kwenu hawamjui. Huyo unayetaka kufa kwa ajili yake, huyo mhalifu mwenzako huyo. Hamna mtu anamjua mahali. Lakini hivi moyo unauma. Baba yako Ibrahimu kuna mazingira aliwahi kukutana nayo hivi. Anatishwa uhai. Akasema sasa mama tutumie hekima. Lugha za wapendwa. Mama tutumie hekima. Hawa waambie wewe ni dada yangu. Yaani mwamba ni kama alikuwa tayari kumwacha mke wake aokoe maisha yake. Sasa sisemi wa baba humu ndani. Sisemi hivyo. Tutakuwajibisha vibaya mno. Lakini imagine tu huyu mzee alipima maisha na mke. Sasa kwa kweli napenda kuishi. Wewe unapima maisha na mpenzi ambaye hukujui kwao, hawakujui kwenu. Haufahamu hata mdogo wake anaitwa nani, haufahamu hata jina lake la tatu vizuri anaitwa nani, haujui chochote, lakini umekaa mahali unataka kufa. Una kichaa wewe. Wanapopita watu wa kuombewa hapa na unabaki huko, una matatizo, njoo ukombolewe. Hayo ni mashetani. Hayo ni mashetani. Tunapendana lakini kwa adabu. Hao ndio watu ambao wakitishiwa tu kuachwa, anachanganyikiwa kidogo tu. Mimi hapa unajua kama utaki tufanye nini na nini na kuacha. Wazee zamani, wale ambao ni wazee sana, nitahubiri mambo yenu hivi karibuni, dakika chache zijazo. Sasa huyu hajui kwamba hii semina ni ya watu wote. Hii ni wiki ya vijana, kwa kuleni utulivu. Mwambie mwenzako kula utulivu. Naongea tu hivi dakika chache tu alafu tunaendelea na mahubiri. Haleluya. Mnafahamu ni mambo mangapi yanaendelea kati ya vijana ambao wanatishiwa kwamba tusipofanya uzinzi mimi sikuoi na wala siendelee na wewe kwenye mahusiano. Anasema siwezi kuuziwa mbuzi. Amjibu eti siwezi kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Yaani kwa tafsiri nyingine anasema wewe ni mbuzi, na kabla sijanunua nataka nikuonje. Yaani nataka kukununua lakini sio kwenye gunia, nataka nikuonje. Na eti kuna watu wameona kwamba hiyo ni sababu kabisa. Yaani mtu yuko tayari agombane na Mungu kwa kufanya dhambi ya uzinzi ili tu amfurahishe mtu. Unaelewa maana yake? Maana yake kwako wewe Mungu na huyo mtu ni muhimu sana kuliko Mungu. Ukisikia ibada za sanamu ndio hizo sasa. Chochote ambacho unakiweka juu kuliko Mungu kimegeuka kuwa ni sanamu. Na huyu mtu ambaye anaweza kukupelekesha kiasi hiki kabla hajakuoa, akikuoa leo anavuruga uhusiano wako na Mungu. Na sio yoyote, hajakulipia mahari, hajafanya chochote, anakutishia tu hivyo, anakutoa kwenye reli, ni mtu tu, yani ni mtu tu. Hajulikani kokote wala nini. Moyo wako ushachanganyikiwa. Akikuoa huyo, akaamua tu kwamba sasa sitaki wewe unaenda kanisani. Sitaki mambo ya ibada huko ndani. Bwana sifiwe watumishi wa Mungu. Mtu yeyote anayetaka kuiba mahusiano yako na Mungu, hauhitaji kwenda kumuuliza Mungu, huyu ni mwenyewe au sio mwenyewe. Yaani hilo jambo tu limeshaongea kwamba hiyo ni takataka. Achana na hiyo mambo. Achana na hiyo mambo. Watakatifu wa Mungu waseme amen. Amen. Watumishi wa Mungu, kwenye haya maisha
kama kuna kitu ambacho sio cha kupoteza ni Mungu. Kwa sababu kwa msaada wake tutatenda makuu. Kwa mkono wake tutatenda makuu. Kwa baraka yake tutatenda makuu. Wanadamu wanaweza kutuacha na isipunguze chochote juu ya uwezekano wa maisha yetu kufanikiwa, juu ya uwezekano wa maisha yetu kuwa bora, kwa sababu sio kwa msaada wa mwanadamu, ni kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Somebody say amen. Hallelujah. I said hallelujah. Yes. Yes. Tumesoma maandiko, anasema hivi, haipo kwa yule anayetaka au yule anayekimbia. Anavyosema yeye atakaye au yeye akimbiaye, maana yake hivi, haiko tu kwenye maamuzi kusema mimi nataka nifanikiwe kwenye maisha, mimi nataka nifanye biashara, mimi nataka nifanye hivi. Hatua ya kwanza kuelekea mafanikio ni kuamua. It is true, ni muhimu sana kuamua. Hatua ya pili ni kujijengea uwezo. Anasema sio yeye atakaye wala akimbiaye. Bwana asipoujenga mji, waujengao wanafanya nini? Wanafanya kazi bure. Na Bwana asipoulinda mji, waulindao wakesha bure. So mtu wa Mungu akawa anamwambia yule kijana, anasema hivi, anasema Bwana asipoujenga mji, waujengao wafanya kazi bure. So si kwamba hawajengi, wanajenga. Wanajenga, wako busy. Wako busy sana. Si kwamba hawalindi, wanalinda, wako busy sana. Lakini kulinda kitu ambacho mlinzi wa walinzi, Mungu mwenyewe, hakilindi. Uko peke yako pale kama mlinzi, na Mungu mlinzi wa walinzi hayuko kwenye kukilinda kile kitu. Hamna guarantee kwamba kita survive. Hamna guarantee. Kujenga jambo na unajiona kabisa unajenga peke yako, hauko na Mungu ambaye ni mjenzi wa maisha yetu. Uko peke yako, ni akili zako, ni vyeti vyako, ni uzoefu wako, ni connection zako, ni nini chako. Hakuna guarantee kwamba unachotaka kujenga kitasimama. Na kama ikitokea kimesimama, hamna guarantee kwamba kitadumu. Vinatajwa vitu viwili hapa. Kitu cha kwanza ni kujenga, kitu cha pili ni kulinda. Kwa unaweza ukajenga na kikatokea kabisa, kikasimama. Issue sio kusimama. Issue ni kwamba kitaendelea kuweko. Kwa sababu maandiko yanasema walikuweko wajenzi wawili, mmoja akajenga juu ya mwamba, mwingine akajenga juu ya mchanga. Wote walijenga na nyumba zikasimama. Nyumba zikasimama. Na kuna uwezekano yule alikuwa anajenga juu ya mchanga alimaliza mapema kuliko yule alikuwa anajenga juu ya mwamba, kwa sababu yeye hakuhangaika kwenda kuchimba msingi. Kwa akafurahi. Lakini unapofurahia kitu ambacho hauwezi kusema kwa hakika kwamba Mungu yupo kwenye hili jambo, furaha yako haijawekwa mahali thabiti. Lolote linaweza likatokea saa yoyote. Hicho kitu ulichokisimamisha hapo, maandiko yanasema hivi, jambo lolote likishajengwa likasimama, vinavyofuata baada ya sherehe ni mafuriko, upepo. Sio maandiko yanasema zile nyumba zilipojengwa yalikuja mafuriko, ukaja upepo kupiga. Kwa issue sio nimejenga, issue ni kwamba God factor kwenye ujenzi wangu ipo ya kutosha kiasi gani? Nimekuwa nikijenga pamoja na Mungu, nimekuwa nikifanya pamoja na Mungu. Hii ndio guarantee kwamba ulivyovijenga vitaishi. Ni bahati mbaya sana kwamba watu wanafanya maisha leo wanaenda hatua 5 mbele na yanatokea mambo yanawarudisha hatua ya kwanza, na wakati mwingine yanawarudisha hata nyuma kuliko walivyokuwa mwanzoni. Mtu anachukua mkopo leo, anaanza biashara. Kumbuka, mtaji ni mkopo. Kaanza nao biashara. Biashara ikifa, huyu mtu hajaanza mwanzo tena. Amerudi nyuma kuliko alivyokuwa, kwa sababu sasa anatakiwa aanze kulipa madeni. Shida ni nini? Upepo ulipokuja, mafuriko yalipokuja, yakaikuta ile nyumba haijasimikwa kwenye mwamba. Watu wa Mungu, yani maana yake ni kwamba wamejenga wa kujenga, lakini ulinzi haupo. Kwa usifurahie chochote ambacho kimesimama na hauwezi kusema kimesimamishwa na Mungu na kinalindwa na Mungu. Maandiko yanasema hivi, Ayubu, watoto wake walikufa siku ya sherehe. It was a party. Unaweza ukajenga jambo na ukiwa kwenye sherehe ya kulifurahia hilo jambo, adui huyo hapa. So sio issue ya umejenga, ni issue ya umejenga pamoja na Mungu kwanza. Namba 2, Mungu analinda hicho kilichojengwa. Hivi ndivyo ambavyo ndoa zilizoanza kwa furaha wakafikiri kwamba ni mabusu tu.
Wakafikiri ni kutoana nje, ni kutoana out, ni kununuliana vitu peke yake. Wakasahau kujenga familia yao kwenye msingi wa Mungu. Wakasahau kujenga baraka yao kwenye msingi wa Mungu. Mafuriko yalipokuja, kwa sababu kile kitu hakina foundation na hakilindwi na Mungu, hakikusurvive. Chochote kilichojengwa na hakijajengwa na Mungu na hakilindwi na Mungu hakitadumu. Lakini ninakuombea wewe katika jina la Yesu, biashara yako utajenga pamoja na Bwana. Maisha yako utajenga pamoja na Bwana. Utafanya kila kitu pamoja na Bwana. Sikia rafiki, habari njema ni hii: yeye akulindaye hata sinzia wala hata lala, hata acha mguu wako usogezwe, hata acha mguu wako usogezwe. Kama unajenga naye, kama unalinda naye, hata acha mguu wako usogezwe. Maana yake nini? Hata acha baraka yako iibiwe, hata acha heshima yako iibiwe, hata acha hatua zako ziibiwe. Kama ulijenga naye, kuna uhakika kwamba ulichojenga kitaendelea. Ndio mahali fulani anasema, nina uhakika kwamba Mungu aliyeanza kazi njema ndani yenu ataiendeleza mpaka Kristo. Manake atailinda, atailinda. Yatakapotokea majanga atailinda, utakapotokea wadui atailinda. Anasema Mungu aliyeanza kazi njema. Manake wakati mnajenga, mlijenga naye. Wakati mnajenga, mlijenga naye. Ataianza hiyo na ataiendeleza. Na hii ndio maana tunahakika sisi kama kanisa, kwa sababu tunajenga naye kwa mifungo, tunajenga naye kupitia neno. Hili kanisa lipo sana. Hatua tulizopewa na Bwana zipo sana. Mafanikio tuliyopata kama kanisa yapo sana. Ije mvua, lije jua, tulichonacho hakitaondoshwa. Ninatabiri juu ya maisha yako, baraka yako haitaondoshwa. Baraka yako haitaondoshwa. Baraka yako haitaondoshwa. Hata acha mguu wako usogezwe, hata acha baraka yako iibwe, hata acha mema yako yaondolewe. Mahali alipokupanda Bwana utaishi katika jina la Yesu. Nikusikia ukisema amen. Silisikia kanisa liseme amen. Liseme tena amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes. Mungu aliyeanza kazi njema ataiendeleza, ataitunza mpaka siku Kristo anakuja. Manake nini? Manake kila tunachoanza kitaishi. Swali la kujiuliza ni moja tu: je, alianza? Kwa sababu anawajibika kulinda alichoanza. Usianze bila Mungu. Anasema hapo mwanzo Mungu. Hakikisha kwenye kila mwanzo wako Mungu. Hakikisha kwenye kila mwanzo wako Mungu. Hakikisha kwenye kila mwanzo wa kila jambo Mungu yupo. Aliyeanza kazi njema ataiendeleza. Hii ndio sababu hatuogopi chochote. Hatuogopi chochote. Brothers and sisters, nisikilizeni vizuri. Oh my, oh my, oh my. Nisikilizeni vizuri. Unapofanya maisha yako pamoja na Mungu, jambo lako linaacha kuwa la kwako peke yako. Ni la kwako pamoja na Mungu unayefanya naye. Yesu ni la kwako pamoja na Mungu unayefanya naye. Manake nini? Manake lile jambo adui anapotaka kulielekea, hakabiliani na wewe peke yake, anakabiliana na Mungu ambaye umekuwa ukijenga naye. Unanisikia mtumishi wa Mungu ninachokuambia? Amini na kuambia, kuna ndoa hazitawahi kufa hata ikitokea kitu gani. Kwa sababu zile ndoa zinajengwa sio tu na wanandoa. Ni wanandoa pamoja na nani? Maandiko yanasema hivi, kamba ya nyuzi ngapi? 3. Haikatiki kirahisi. Si ndio? Kamba ya nyuzi ngapi? 3. Napenda kulitumia hilo andiko nikielezea mambo ya ndoa, kwa sababu kwangu mimi naona nyuzi 2 ni baba na mama. Nyuzi ya 3 ni Mungu. Zikiwa 3 hazikatiki kirahisi. Zikiwa 3 hazikatiki kirahisi. Hazikatiki. Sadiki kumuuliza rafiki yako, unajenga pamoja na Mungu? Sasa unajengaje na Mungu? Ni rahisi. Namna mojawapo ni kumwambia Baba, ingia kwenye jambo langu kupitia maombi. Kupitia maombi. Usifanye vitu bila kuviombea. Watu wa Mungu, riski ni kubwa kuliko unavyoweza ukadhani. Chochote ambacho hakina backup ya kiroho, lile andiko amelipata.
Soma pamoja na mimi kanisa 2:3. Hata ikiwa so anaelezea wawili alafu kamba ya nyuzi 3. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga. Watu ambao hatujaoa na kuolewa humu ndani, tunyoshe mikono. Bwana tuko wengi sana bwana. Maana hapa ni kama vile uko disadvantage date. Amesema mtu ikiwa aweza kumshinda. Maana yake unatumia ile ya kwamba wewe uko peke yako. Maana yake uwezekano wa kushindwa ni nini? Amtaki eti. Unayaweza yote katika yeye akutie nguvu eti. Na kutabiria mabaya. Mzee anawatetea huko, anasema ile hata hivyo unakuwa sio kwamba uko peke yako, unakuwa wewe na Mungu. Shida ni kwamba kuna vitu kwenye maisha anayevifanya sio Mungu, ni mtu. Kwa kama huyo mtu hayupo, haleluya. Wangapi tunapikiwaga na Mungu hapa nyumbani? Baba, utaivisha chakula hiki na achilia moto ulao. Haleluya. Haleluya. So you see, unapofanya peke yako kuna uwezekano wa kufanya nini? Wa kushindwa. Sasa sisemi kwamba ushindwe, ila nasema kuna uwezekano wa kushindwa. Yaani maana yake adui ana chances nyingi zaidi za kukushinda. Alafu anasema wawili watampinga. Heri wawili kuliko hii picha sina furahisha eti? Au mnaonaje wazee wangu? Hii picha hapa mbele kwa kweli ni ubishi tu, tunakuwa tu ni wabishi, lakini ukweli mambo haya ni kama watataki watu wafanye wawili bwana. Mambo ya kulala peke yako kama nyoka kwenye pango. Kwa zako very lonely. Tumishi wa Mungu, umemkosea nini bwana? Hujamkosea chochote, majira hayajafika. Haleluya. Ninaomba kwa moyo wangu wote, vijana wote ambao mko hapa ndani, Mungu akuepushe na makosa. Mungu akuepushe na makosa. Mungu akuepushe na makosa. Mungu akuepushe na makosa. Unajua tatizo ni kwamba mmoja anaweza akashindwa. Hii wawili nayotajwa hapa ni kama wawili sahihi wamekutana, kwa sababu anaweza akaja wa pili, hali yako ikawa mbaya kuliko ulivyokuwa peke yako mwanzoni. Amini nakwambia. Kuna watu walikuwa wanafanya vizuri walipokuwa peke yao. Wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Hii nyuzi 3, hii ya 3 imetokea wapi? Wakati hapa tunaongelewa watu wawili. Bila shaka ni factor ya Mungu imeingia hapo katikati. Sadeko, mwambie rafiki yako, jenga pamoja na Mungu. Mwambie tena, jenga pamoja na Mungu. So, unafanyaje? Mungu haji kwenye jambo ambalo hajaitwa. Ndio sababu tunaombea vitu vyetu. Na ninafahamu makanisa machache yanayoomba kama hili kanisa. Kitu cha kwanza nilichouliza wakati nakuja huku ni kwamba mmefunga? Nilikuwa nauliza mtu wa Mungu hapa, nikasema mmefunga? Maana unajua ukija kwa watu ambao wamefunga, alafu wewe tu ndo ambaye wanakuambia hapa hotelini utaagiza chochote. Yaani wewe unaenda kuhubiria waliofunga, hawajala, ila wewe unakula mara 3 kwa siku. Unakuja kule unahemeana. Yule samaki wa huko anaitwaje yule? Kuhe. Unahemeana, kuhe amekuja. Kuhe amekuja.
fungua Torati. Kuhe anatoka Kuhe, unahubiria watu wamefunga, sijui wako na siku ngapi huko. Kuna mazingira ni magumu jamani, yanakutega, inabidi kidogo na wewe una adjust. Kwa nilivyosikia kwamba hamfungi, haleluya, nikamuuliza mzee, mnafunga? Akasema hatufungi. Nikasema amejibu maombi. Niko zangu pale nakula mara 4 kwa siku. After all sio mimi naye lipa, ni kanisa linalipa. Na mazingira kama haya yanatokea mara chache. Jamani, kuweni wahubiri. Kuhubiri ni raha. Unaitwa tu hivi, wanakuweka tu kwenye hoteli, unakuwa tu unakula. Ukimaliza wanakupa sadaka. Jichanganye sasa. Jichanganye. Jichanganye mtumishi. Jichanganye. Mpaka tuka kitu kaanze kuonekana ambako watu wanafikiri kwamba kanastahili kusafirishwa, kapandishwe ndege. Umetaabika vya kutosha. Yaani watu waache mambo yao, pesa zinatakia So fact ni kwamba jenga pamoja na nani? Na Bwana. You see, watumishi wa Mungu, namna nyingine rahisi ya kujenga pamoja na Mungu, hata bila wewe kujua, ni pale ambapo unalifanyia kazi neno la Mungu kwenye eneo husika. Kila wakati unapoliweka neno la Mungu kwenye matendo, kwenye eneo lako fulani husika, kwenye jambo lako fulani husika, automatic Mungu wa hilo neno anaingia katikati. Uhusika wake unakuja moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu neno lake limefanywa kazi. Unasikia uliangalia neno la Mungu kama kitu chenye pande mbili. Upande wa kwanza ni wa Mungu na upande wa pili ni wa kwako. Upande wa Mungu umetoa neno. Neno linasema ukifanya 1, 2, 3, wewe ukifanya hivyo, Mungu ataitikia kwa kufanya 1, 2, 3. So ni partnership ya watu wawili. Hakuna namna ya uhakika ya kuwa mdau pamoja na Mungu kwenye jambo lako kama kufanyia kazi neno. Kila wakati unapoliweka neno kwenye matendo, umeingia kwenye partnership na Mungu kwenye hilo eneo. Hauko peke yako tena. Mungu ambaye unalifanyia kazi neno lake anaingia. Na kama neno la Mungu linatoa maelekezo ya ukifanya 1, 2, 3, matokeo ni 1, 2, 3, na wewe ukaweza kutimiza sehemu yako ya agano, ukawa mwaminifu, naomba nikukumbushe, hauwezi kuwa mwaminifu kuliko Mungu. Kwa kama wewe umeweza kuwa mwaminifu kufanyia kazi hilo neno, Mungu hataacha kuwa mwaminifu kutimiliza alichoahidi juu ya hilo neno. Hauwezi kumzidi Mungu uaminifu. Hiyo sentence ni ndogo, lakini sio ndogo, ni kubwa. Kubwa sana. Hauwezi kumzidi Mungu uaminifu. Ukijikuta wewe umetimiza sehemu yako ya uaminifu ukafanya, nataka uwe na uhakika ndani ya moyo wako, Mungu aliyenipa hili neno, Mungu aliyenifundisha hivi vitu, hataacha kuwa mwaminifu kwa neno lake mwenyewe. Kama kuna ambaye alitakiwa kukosa kuwa mwaminifu, ni wewe, sio yeye. Lakini wewe umeweza. Unapoweza wewe, ikukumbushe, Mungu hatashindwa. Hauwezi kumzidi Mungu uaminifu. Hauwezi kumzidi uaminifu. Kama amesema ombeni mtapewa, ukachukua sehemu yako ya kwanza ya uwajibikaji ya kuomba, ukawa mwaminifu kuomba, hiyo agano ina pande mbili. Agano upande wa kwanza ni wewe kuomba, upande wa pili ni yeye kufanya. So unataka Mungu awe mdau wako kwenye jambo. Lile jambo usilifanye kwa akili nyingi na hisia na nini peke yake. Lifanye hilo jambo kwa neno. Neno la Mungu linasema nini kuhusu hilo jambo? Unapolifanya, Mungu wa hilo neno anaingia katikati. So kabla hujaje kutusumbua kusema kuna roho za chuma ulete na uchawi na nini, tutakuuliza mambo ya msingi kuhusu biashara yako. Unatoa fungu la 10? Kwa sababu kumbuka maandiko yanasema unapokuwa mwaminifu wewe kwenye upande wako wa agano kutoa fungu la 10, Mungu anasema mimi nitamkemea yeye alaye. Nitakuwa mwaminifu. Ukiwa mwaminifu wewe, mimi nitakuwa mwaminifu. Kwa sasa ni uhuni kutaka kuuita uaminifu wa Mungu kwenye jambo ambalo wewe mwenyewe hujawa mwaminifu kwenye hilo.
Ile nyumba iliyojengwa juu ya mwamba na mafuriko yakaja na nini na ikasimama, si ilijengwa juu ya neno? Si tunafahamu maelezo ya ule ufafanuzi wa ule mfano, si ndio watumishi wa Mungu? So the question is, umejenga kwenye neno kiasi gani? Kwa sababu hiyo ndio inayo guarantee uhusika wa Mungu. Msaada wa Mungu unaingia mahali ambapo mtu amekuwa na uendelevu kufanya neno. Mahali penye neno hautamkosa Mungu. Hautamkosa Mungu. Hautamkosa Mungu. He will be there. He will be there, atakuweko hapo. Chagua kuwa mtu ambaye unafanya vitu vyako kwa neno. You see, tuko kwenye mazingira ambayo moja ya changamoto zinazowazuia watu wengi kuendelea kulifanyia kazi neno la Mungu kwenye mambo yao, kama ni ndoa, kama ni biashara, kama ni nini, ni sauti za watu wasioamini tunachoamini. Mashauri ya watu wasioamini tunachoamini, kejeli zao, kebehi zao. Umechagua kufanya maisha ya kumtolea Mungu, alafu unasikia wanasema, yani walokole ni wajinga sana. Mnapigwa, mnapoteza hela. Wachungaji wanakula hela zenu tu. Ni maneno ya mtu wa nje yanamfanya mtu wa ndani apuuze kanuni za ufalme wa ndani. Unapokuwa kwenye ufalme na hauishi kwa kanuni za ufalme, hauwezi kupata matokeo ya ufalme. Narudia, unapokuwa kwenye ufalme wa Mungu na haufanyi mambo yako kwa kutumia kanuni za huo ufalme, hauwezi kupata manufaa ya huo ufalme. Manufaa ya ufalme wa Mungu yamefungwa kwenye kanuni za ufalme wa Mungu. Mtu wa nje asikuchanganye wewe. Na sio mtu wa nje tu, hata wengine ni watu wa ndani. Kuna akina Yuda Iskarioti ambao akiona kila unapochukua mafuta yako kutaka kuyamimina kwenye miguu ya Yesu, anakuambia tungeweza kuuza haya mafuta tukawapa maskini. Yaani kama vile anashauri kitu cha maana, lakini anataka kukutoa kwenye mlengo. Mtumishi, sio lazima ukaze sana. Wewe umeamua kwamba sasa hizi mimi nitakuwa mtu wa maombi, na unakuja kugundua sauti za kwanza kukatisha tamaa kwenye njia yako ya maombi hata sio watu wa nje, ni watu wa ndani. Mtumishi, siku hizi unaomba sana, kuna shida gani? Aliyekwambia lazima kuwe na shida ni nani? Mtumishi, Yesu ashaokoa ulimwengu. Ulimwengu hauhitaji wokovu wa pili. Unaomba sana, unajidhabihu sana. Meanwhile, hawa watu ambao wanatukatisha tamaa, watu wa nje, wewe unapoacha kujidhabihu kwa ajili ya Mungu wako, unapoacha kujitoa kwa ajili ya Mungu wako, yeye usiku wa manane wakati wewe unakoroma kama mfu, anaenda kwenye madhabahu zake. Yaani unaweza kukutana na mtu ambaye ametoa hadi mtoto wake, ila anakukatisha wewe tamaa kutoa hela. Mungu hahitaji mtoto, Mungu hahitaji uwe mtu. Dhabihu ambazo Mungu anatudai hazifanani hata kidogo kwa uzito na dhabihu ambazo watu wa ulimwengu wa giza wanadaiwa. Wanadaiwa madhabihu makubwa, mabaya. Uwa mtu, toa kafara mtu. Mtu anayeweza katoa dhabihu kubwa namna hiyo kwenye ulimwengu wake wa giza, anakutana na wewe ambaye dhabihu yako ni hela ndogo, fungu la 10. Anakuambia unapoteza na usivyofunzwa wewe, ambavyo hauna akili nzuri ya kiroho, unamsikiliza. Na matokeo yake ni nini? Maisha yanamuitikia mtu kulingana na ukubwa wa dhabihu yake. Wewe unaenda, hauna dhabihu yoyote ambayo inakusindikiza, hauna sadaka zote ambazo zinakusindikiza. Huyu aliyekukatisha tamaa wewe, mnakutana naye sokoni, mnakutana naye kwenye maofisi, mnakutana naye kwenye biashara. Wewe ni mtupu, hauna dhabihu hata moja. Yeye amejaa madhabihu ya ulimwengu wake wa giza. Utashindana na huyu mtu utaweza? Huwezi, utoboi. Hautoboi. Hautoboi. Umechagua njia hii ya ufalme, zishike kanuni za huu ufalme, zifanyie kazi. Hauna haki ya kumdai Mungu hajaonekana kwenye jambo ambalo haujatimiza nafasi yako ya uwajibikaji. Hauna haki. Ni kama umefanya yote ya kupasayo, ndio unaweza kumgeukia Mungu kumwambia, Father, nimefanya yote yanayonipasa kwenye hili jambo. Hakukupaswa kukosekane matokeo.
Sema nitajenga pamoja na Bwana. Sema tena nitajenga pamoja na Bwana. Nikusikie, nitajenga pamoja na Bwana. Unaamka usiku, la brata kabanama, macho yanataka kufumba, hauna hata nguvu ya kuomba. Le komanda kada. Kwa nini? Unajua leo tena kwa njia ya maombi natakiwa nimtengenezee Mungu nafasi ya kuingia kwenye mambo yangu. I don't feel like praying. Sijisikii kabisa kuomba. Tulienda mahali pengine. Jana nilikuwa nachukua notes kutoka kwa bishop. Akiongea na watu wake, mimi ninachukua notes. Akawa anamwambia mwanae mmoja, anamwambia namna pekee ya kushinda hali ya kutokuomba ni kuomba. Nashindwa kuomba, ndio maana siombi. Kwa ninasubiri kitu fulani kitokee ndio nianze kuomba. Utasubiri milele kwa sababu kinaweza kisitokee. Kwa kadri ya unavyokuwa hivi pamoja na Mungu, unatakiwa uanze kujua kwamba maombi sio issue tena ya hisia. Wangapi leo tulienda kazini? Ulienda kazini kwa sababu unajisikia kwenda kazini? Kwamba yani leo ninamzuka kwenda kazini. Tukiwauliza hapa watatuambia kuna watu hapa walienda kazini wakiwa wanasonya asubuhi. Kwamba jamani, yani kumeshakucha. Au tuwaongelee na wale ambao kabla ya kuamka wameamshwa na alarm kama 10 hivi. Ya kwanza wanazima. Mwisho wanasema jamani, hivi lazima mimi niajiriwe? Watu wanaongeaga vitu vya ajabu asubuhi. Hauelewi. Lakini huyo kutoka zake. Na ukifika kazini hutaki kufanana kama mtu aliyeshurutishwa kuamka. Fanya kazi yako vizuri tu kama vile uliamka masaa 10 kabla ya hiyo saa. Karibu. Nikusaidieje? Praise the Lord. Ukubwa, utu uzima umetufundisha kwamba mambo ya hisia hayahusiani na kufanya tunayopaswa kufanya. Havihusiani. Ukienda kwa hisia, mambo mengi sana utayaacha hayajawa attended. Mengi sana. Hivyo ndivyo ambavyo inavyokuja kwenye issue ya maombi. Ukishajiwekea utaratibu kwa wiki na siku 2 za kufunga, ikifika hiyo siku, hata kama njaa ya Kigoma nzima imehamia kwako, unasikia njaa mpaka kwenye nywele. Umewahi kuona kama vile kongamano la njaa la mikoa ya huku kote, kongamano linafanikia kwako? Yaani unaumwa na njaa tumboni, unaumwa na njaa kwenye macho, mara macho hayaoni vizuri, yaani mpaka unakuta husikii vizuri, mpaka unatetemeka miguu. Wakati mwingine kuna siku zinapitaga haujala, ila ulikuwa umesema leo sifungi. Na zinavyopita hata hauelewi, muda umeenda sijala, siku imeisha sijala. Ukishasema tu leo unafunga. Kongamano jamani, kongamano. Inakuja njaa, inakugonga njaa. Mwanangu mmoja alikuja akaniambia, baba, sio kwamba sipendi kufunga. Napenda sana kufunga. Lakini ikishaanza tu kufika mida ya saa 6 mchana, naona miti inaanguka, majengo yanaanguka, yani kila kilichosimama naona kinaanguka, nabaki tu kama mimi ndo naelekea kuanguka. Konaona kidogo nichangamshe, ninyoshe utumbo mida ya saa 6. Praise the Lord. Na unaona mtu kama huyo akiamua kila anapojisikia hivyo anyooshe ka utumbo, hatawahi kufaulu kufunga hata siku hii. Kwa sababu hiyo hali itajiregister kwamba sisi tumemwezaga huyu. Tukimwezaga anakumbuka kunyoosha ka utumbo. Jamaa mmoja alikubaliana na wenzake kwamba tunafunga. Wakafunga siku ya kwanza, kila mtu analala chumba chake. Siku ya pili, kumbe yule kiongozi aliyewaambia tunafunga. Haleluya. Mjini hapa, mjini mambo ni mengi sana. Siku moja wako wawili wanasema tutoke, lakini twende tukamwage mzee. Wanaenda hivi, wanaingia chumbani kwa mzee, wanakuta supu inafuka moshi mezani pale. Na sasa nimeona ninyoshe ka utumbo kidogo. Unanyosha utumbo
kwa bakuli la supu. Praise the Lord. You see, I remember nikiwa najifunza kufunga kupitia mtu wa Mungu huyu. Huyu ndo aliyenishurutisha mimi kufunga. Watu wanadhani kwamba mimi ni mtu wa maombi. Juzi tumetoka kwa kweli. Juzi tumetoka kufunga mfungo mmoja hivi. Kila mtu anauliza, mchungaji, ni Yesu amekaribia kurudi au ni nini? We are fasting. We pray. Joshua anajua. We pray. Wangejua mpaka tumefika hiyo level. Huyu mtu wa Mungu alikuwa akisema leo tunafunga. Tulikuwa tunafungaga kila Jumamosi. Akisema leo tunafunga. Umewahi kujaribiwa? Hujawahi. Amini mimi nakwambia hujawahi. Umewahi kusikia harufu ya andazi lililo kilomita 4 kutoka mahali ulipo? Haujawahi kujaribiwa wewe? Tulikuwa tunaenda kanisani hivi mahali tunaomba. Unajua kila mtu anavyoomba kuna muda unaamua uende chooni kidogo, si ndio? Mimi ule muda wa kwenda chooni. Watumishi wa Mungu, maandiko yanavyosema kwamba Elia alipewaga neema ya kukimbia akamshinda farasi. Yaani ule muda tu hivi wa kwenda chooni nilikuwa naweza nikatimua mbio hujawahi kuziona. Na yafuata maandazi yako umbali mrefu sana. Ninapiga lile andazi ndani ya kufumba na kufumbua. Nisharudi pale. Shangaa tu kijana mbona amekuwa na nguvu mpya? La pataba rerebe rada balada. Andazi linaongea. But you see, eventually unafika wakati mtu anasema hivi, siwezi kuendelea namna hii. Unashinda hicho kizuizi. Ukikishinda mara moja mara mbili unagundua kongamano la njaa limeshajua kwamba hapa huyu mtu akisemaga tumefunga ni kwamba tunafunga. Ukisema tunaomba ni kwamba tunaomba. Macho yanafumba, utaendelea kuomba. Umewahi kuomba mpaka ukiwa katikati ya maombi unasahau kama ulikuwa unaomba? Inabidi ujikumbushe kwamba ulikuwa unaomba. Naongelea hali za watu kabisa huko ndani. Bala mtu wa Mungu anaongoza maombi hapa. Yaani kuna muda hivi unakuja kugundua niliishia wapi? Sema, kwa jina la shetani ninakukemea Yesu. Unarudi unajishtuza, Yesu nisamehe, natubu. Unaendelea na maombi. You continue praying. Mtu wa Mungu anawaambia namna ya kushinda kutokuomba ni kufanya nini? Mnaosema hamjisikii kuomba, aliyowaambia maombi ni kujisikia nani? Najisikia kufunga, najisikia kutokula, najisikia kuteseka, najisikia kuumia. Hamna kujisikia, lakini we fast. Why? Tunatimiza sehemu yetu ya agano ili Mungu atimize sehemu yake ya agano. Mtu akijenga na hakujenga na Mungu, alichokijenga hakiko salama. Akilinda na hakulinda na Mungu, anachokilinda hakiko salama. Ujana ni wakati wa kujenga maisha. Watu wengi tunajenga na tunajiona kabisa hatujengi na Mungu. Kumbusha rafiki yako kwa mara ya mwisho, mwambie jenga pamoja na Bwana kwa kupitia neno lake. Mwambie jenga pamoja na Bwana kwa kupitia neno lake. Hallelujah. Matendo 26 mstari wa 22. Sema ninahitaji msaada wa Mungu. Matendo 26 mstari wa 22 anasema basi kwa kuwa, napenda tu tunasoma wote kama unaweza. Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa. Turudie sehemu ya kwanza. Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi. Sema, kwa kuwa nimeupata msaada, nimesimama hata leo. Haleluya. Mtume Paulo ambaye ni rekodi yake inasoma yuko pale juu, yuko kwenye kilele cha nguvu zake, anawaambia watu, anasema kilichonisimamisha mpaka leo mnavyoniona ni msaada wa Mungu.
Inachukua msaada wa Mungu kusimamishwa na Bwana. Si kama kuna watu ndani ya nyumba wanaosema kwa kweli sio jitihada peke yake, sio bidii peke yake, sio mipango peke yake, ni msaada wa Mungu, ni baraka ya Mungu, ni mkono wa Mungu. Kama wako waseme amen. Hallelujah. Msaada wa Mungu utakusimamisha. Utakusimamisha mahali popote ambapo upo chini, mahali popote ambapo umeshindwa kusimama, msaada wa Mungu utakusimamisha. Hallelujah. Anasema nimesimama kwa sababu nimesaidiwa. Nimesimama. Msifikiri ni kisomo. Huyu anaongea hapa alikuwa ni mtu mwenye elimu. Anasema sio kisomo, ni msaada. Kunao msaada unaohitajika ili kukusimamisha wewe kwenye eneo unalotaka kusimama. Kama ni kwenye biashara, kama ni kwenye huduma, kama ni kwenye nini, ninaomba huo msaada ukuijie kwa jina la Yesu. Huyu mtume Paulo anasema Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 10 anasema hivi, pamoja na kwamba mimi ni mtu mwenye bidii sana, pamoja na kwamba mimi ni mtu mwenye uwajibikaji wa hali ya juu, lakini kilichonisaidia sio uwajibikaji wangu, sio bidii yangu. Neema ya Mungu imenifanya kuwa hivi nilivyo. Kwa unaweza kaona kama utasimama na kuwa chochote kwenye maisha, ni matokeo ya kiwango cha msaada wa Mungu unaofanya kazi kwenye maisha yako. Msaada utakusimamisha, msaada wa Mungu utakutegemeza, neema ya Mungu itakutegemeza. Anasema hapa, anasema bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Na neema ya Mungu kwenye tafsiri yake nyingine, Waebrania sura 4 mstari wa 16, bila shaka utasoma kwa wakati wako. Waebrania 4 mstari wa 16 anasema neema ya Mungu ni msaada. Anasema tupokee neema ya kutusaidia wakati wa uhitaji. So neema ni msaada. So kama Paulo anasema nimekuwa hivi nilivyo kwa neema, maana yake nimekuwa hivi nilivyo kwa msaada wa Mungu. Msaada unaohitajika kukusimamisha uachiliwe juu yako kwa jina la Yesu. Tusome andiko la mwisho. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 26. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 26. Mstari wa 5 kuelekea wa 8. Sema na mimi nitasimama. Sikusikii, sema na mimi nitasimama. Kwa msaada wa Mungu nitasimama. Biashara zangu zitasimama. Uchumi wangu utasimama. Huduma yangu itasimama. Kila eneo nitasimama katika jina la Yesu. Hallelujah. Ninajiombea ili ombi kila wakati. Bwana nisimamishe. Nisimamishe kwa msaada wako. Nisimamishe kwa msaada wako. Nisimamishe. Nyakati ya pili sura 26 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 8, alafu tutaruka tusome mstari wa 15. Kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 8. Soma pamoja na mimi 2 3. Akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria. Nisaidie kumwambia mwenzako jitie nia. Mtafute Mungu. Mwambie tena jitie nia. Mtafute Mungu. Watumishi, kumtafuta Mungu inahitaji kujitia nia. Inahitaji kujitia nia. Tena nia ya dhati, kwa sababu sio rahisi. Kwa nini ujitie nia kumtafuta Mungu? Kwa sababu Mungu ndio unayemhitaji ili kutenda makuu. Anasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Naomba turudie. Anasema akajitia nia amtafute Mungu, sikusikii, katika siku za Zekaria, aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Na Mungu kwa Uzia akamtafuta Mungu mbele ya Zekaria aliyekuwa na fahamu katika maono. Sisi Mungu ametupa Zekaria wetu ambaye ana ufahamu katika maono. Usimtafute Mungu bila maongozi ya mtu wako wa Mungu ambaye amesimama mbele yako. Unanisikia mtumishi wa Bwana? Acha mtumishi wa Mungu akusaidie. Moja ya vitu ambavyo hatuvipati kwa wingi kama wachungaji ni watu wetu kutuuliza, hivi hili jambo niliombeje? Niliombeje hili jambo? Kwa sababu kwa mujibu wa maandiko haitoshi kuwa na nia kumtafuta Mungu. Ni vizuri uwe na Zekaria mwenye ufahamu wa mambo ya rohoni ili akuongoze kwenye kumtafuta kwako Mungu. Na ninaweza kusema kwa ujasiri kabisa, sisi kama kanisa tumebarikiwa Zekaria mwenye ufahamu wa kiroho. Kama simsingizii mchungaji, nione mikono yako juu.
Kuna ambao wamesema kwa kweli. Naomba nione na mikono yako juu. Haleluya. Ushaikuwa unamsikiliza mchungaji wako alafu katikati ya kumsikiliza ukaona kama vile anajibu maswali ya maisha yako? Ishaiku kutokea unasema nikipata nafasi ya kuongea na baba nitamwambia jambo fulani. Alafu tu ulivyokaa hivi kumsikiliza Jumapili, ukaanza kuona kabla wewe hujaenda ameamua kufuata yeye kupitia neno kwanza. Anaanza kukujibia vimeo vya moyo wako. Haleluya. Hii ndio maana wa kuwa na watumishi wa Mungu kwenye maisha yetu. Tumpige tena makofi mazuri mtumishi wa Mungu hapa. Haleluya. Yes. We appreciate you sir. Tunakupenda na tunafurahia huduma yako. Yes. 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 Anasema muda alipomtafuta Bwana, Mungu alimfanikisha. Muda alipomtafuta Bwana. Aache yeye tu labda kumtafuta, lakini maadamu anamtafuta, Mungu alifanya nini? Uingie kwenye hii list katika jina la Yesu. Endelea. Akatoka, akapigana na Wafilisti. Sikusikii. Akauvunja ukuta wa Gath na ukuta wa Yabne na ukuta wa Ashdod. Akajenga mji. Mstari unaofuata, Mungu akamsaidia juu ya Wafilisti. Amen. Na juu ya Waarabu waliokuwa, sema Mungu akamsaidia juu ya Wafilisti. Mungu akamsaidia juu ya Wafilisti. Mstari wa 8, na Waamoni wakafanyaje? Wakampa Uzia zawadi, likaenea jina lake. Hey, watu wakajikuta wanampa Uzia vitu. Kwa nini? Kwa sababu ya msaada wa Mungu. Moja ya kipimo kwamba msaada wa Mungu unafanya kazi kwenye maisha yako, unakuwa na vitu ambavyo haukuvitolea jasho. Sijui unasikia wewe? Kama kila kitu ulichonacho kwenye maisha yako ni matokeo ya jasho, vita ulizofanya, kila kitu umekipigania, kila kitu umekitolea jasho, sio dalili nzuri. Anasema Uzia akapewa vitu na watu kwa sababu Mungu alikuwa akimsaidia. Ni kipimo kwamba msaada wa Mungu unafanya kazi kwenye maisha yako. Unapojiangalia unasema hivi, hiki nilikifanyia kazi, lakini hiki sielewi kilichomfanya mtu alete kwenye maisha yangu. Nilipewa. Kuna maisha ya kupewa vitu, sio maisha ya uvivu. Ni mtu mwenye bidii kabisa, ni mtu mwenye uwajibikaji kabisa, lakini kuna vitu kwenye maisha yako haukuvihangaikia, ni matokeo ya baraka ya Mungu. Uko na mimi kanisa la Bwana? Yes, angalia kwenye maisha yako. Vinapaswa kuweko vitu ambavyo hujavitolea jasho. It's critical. Mungu akamsaidia juu ya Filisti. Anasema likaenea jina lake. Mungu alipe jina lako kuenea katika jina la Yesu. Tumalizie mstari wa 15. Nikusikie. Akafanya katika Yerusalemu mitambo ya vita iliyobuniwa na watu wa stadi, iwekwe juu ya minara na juu ya buruji, ili kutupa mishale na mawe makubwa. Sehemu inayofuata naomba nikusikie ukisoma kwa sauti. Jina lake likaenea mbali sana, kwa kuwa alisaidiwa mno ajabu, hata akapata nguvu. Kwa kuwa alisaidiwa mno ajabu, hata akapata nguvu. Kwa kuwa alisaidiwa mno ajabu, hata akapata nguvu. Ninakuombea katika jina la Yesu, usaidiwe mno ajabu hata upate nguvu. Kwenye biashara yako usaidiwe mno ajabu. Kazini kwako usaidiwe mno ajabu hata upate nguvu. Kwenye ndoa yako usaidiwe mno ajabu. Kwenye utumishi wako usaidiwe mno ajabu. Kila eneo usaidiwe mno ajabu hata upate nguvu. Anasema jina lake likaenea. Mungu akupe jina kwenye huu mkoa. Mungu akupe jina kwenye hili jiji. Aipe biashara yako jina, aipe huduma yako jina, ayape maisha yako jina. Kama unapokea sema amen. Sema amen. Anasema kwa kuwa alisaidiwa mno ajabu hata akapata nguvu. Ninayataka haya maisha ya kusaidiwa mno ajabu hata nipate nguvu. Kwenye biashara nisaidiwe mno ajabu hata nipate nguvu.
kila eneo nisaidiwe mno ajabu hata nipate nguvu. Msaada wa Mungu uje juu yako kwa jina la Yesu. Ninakuombea rafiki, unapoenda kutokea hapa, kila eneo la maisha yako usaidiwe mno ajabu kwa jina la Yesu. Kwenye uchumi wako usaidiwe mno ajabu kwa jina la Yesu. Chochote unachotaka kujenga usaidiwe mno ajabu katika jina la Yesu. Nikusikia ukisema amen. Nikusikia ukisema amen. Nikusikia ukisema amen. Sema, Bwana, yasaidie maisha yangu kwa namna ya ajabu. Bwana, saidia maisha yangu kwa namna ya ajabu, hata nipate nguvu, hata niongezeke nguvu, hata niongezeke nguvu. Bwana, yasaidie maisha yangu kwa namna ya ajabu, kwa namna ya ajabu, kwa namna ya ajabu, mpaka nipate nguvu. Kwa dakika moja liombe hilo ombi mbele za Bwana. Mwambie, Baba, nisaidie kwa kiwango hiki ambacho ulimsaidia Uzia. Ulimsaidia Uzia kwa namna ya ajabu hata akapata nguvu. Ulimsaidia Uzia kwa namna ya ajabu hata akapata nguvu. Nisaidie kwa namna ya ajabu. Nisaidie kwa namna ya ajabu.